Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa ni kipindi maalumu cha salamu na maoni ya washirika wetu wa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kuelekea mwaka mpya wa 2026. Habari za UN zimeninufaisha kwa mambo mengi. Nimejua kutofautisha habari potofu na za uongo. Kwa mwaka ujao tunapendekeza kuwepo na mijadala mbalimbali ambayo inazungumzia hasa matumizi sahihi ya mitandao. Tumefurahia kabisa ushirikiano huo, kwani wasikilizaji wetu wamefanikiwa kufikia habari ambazo wasingeweza kufikia, kwa sababu pale hatupo kule Gaza kuangalia vita vinavyoendelea, hatuna maripota huko. Radio Umoja wa Mataifa inatusaidia kujulisha wasikilizaji wetu nini kinaendelea Gaza. Na kwa kumaliza, napenda kuchukua nafasi kuwatakia nyote salamu za heri za mwaka mpya. Miongoni mwa mambo ambayo naweza nikasema yaboreshwe kwa mwaka 2026 katika idhaa Kiswahili ni Jumanne ya tarehe 30 ya mwezi Disemba mwaka 2025. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Karibu. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tukielekea kuingia mwaka 2026 panapo majaliwa, leo tunasikiliza maoni na salamu kutoka kwa baadhi ya radio na televisheni washirika wetu ambao tumeshirikiana nao katika mwaka huu wa 2025 unaoisha, kuhakikisha habari za Umoja wa Mataifa zinakufikia popote ulipo kwa kadri zinavyojitokeza duniani. Watajitambulisha, lakini tuanzie mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika radio mshirika wetu Kashind FM. Naitwa Kasereka Mayamoto Elize, niko mpasha habari kwa radio ushirika ya habari za UN nchini DRC. Habari za UN zimeninufaisha kwa mambo mengi. Nimejua kutofautisha habari potofu na za uongo. Nimejifunza pia lugha la Kiswahili kupitia hii radio, na nimejua kwamba Umoja wa Mataifa inashughulikia ulimwengu mzima ikiwemo vile DRC. Waboreshe nini zaidi? Kile ambacho ningeomba kwa habari za UN waweze kuangalia gisi gani watashughulikia masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa za mashariki ya Kongo ziwe zingi kwa hii radio, na ingine waone gisi gani watasaidia radio ushirika zao kwa vyombo fulani, kwa sababu kuna muda fulani unapofuata matangazo yao radio inazimika kukosewa umeme, na hii inakuwa ni changamoto kwetu kabisa. Habari, naitwa Diana Katabarwa, natokea Radio Hai FM Tabora, Tanzania. Kwa kipindi ambacho tumekuwa na jarida la Umoja wa Mataifa, limekuwa na mchango mkubwa katika jamii, lakini pia limetuletea mafanikio makubwa ambapo wasikilizaji wetu wamekuwa wakipata taarifa mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali, lakini pia kuna wakati ambao wamekuwa wakisikia taarifa kutoka hapa mkoani Tabora kupitia jarida la Umoja wa Mataifa. Binafsi na kama kituo chetu na kama washirika, tunafurahi sana kwa kuendelea kuwa pamoja nanyi na kwa kuendelea kusikiliza matangazo haya ya Umoja wa Mataifa kupitia Radio Hai FM. Kwa mwaka ujao tunapendekeza kuwepo na mijadala mbalimbali ambayo inazungumzia hasa matumizi sahihi ya mitandao. Hasa hili litakuja kuwagusa sana vijana ambao wanaibukia kwa sasa na wajue kutumia mitandao ambavyo kama inavyostahili. Kwa ujumla tumeshirikiana nanyi kwa ushirikiano mzuri, lakini tunaamini kwa mwaka ujao tutafanya vizuri zaidi
na tutakuwa na mambo mengi ambayo tutayatumia, lakini pia tutajifunza kupitia redio washirika wetu. Niwatakie heri ya mwaka mpya staff Radio Uhai wa Tanzania pamoja na familia yangu 2026 yenye fanaka. Mwenyezi Mungu awabariki. Hujambo mpenzi mtazamaji au msikilizaji wa redio Moja Mataifa. Jina langu ni John Kibego, mkurugenzi wa kampuni ama redio ya Kazi Njema Radio iliyoko hapa katika mji wa Hoima, magharibi mwa Uganda. Kwanza kabisa nashukuru kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao na redio Moja Mataifa, tukipeperusha matangazo yake, makala na vipindi mbalimbali. Tumefurahia kabisa ushirikiano huo, kwani wasikilizaji wetu wamefanikiwa kufikia habari ambazo wasingeweza kufikia, kwa sababu pale hatupo kule Gaza kuangalia vita vinavyoendelea, hatuna marepota huko. Redio Moja Mataifa inatusaidia kujulisha wasikilizaji wetu nini kinaendelea Gaza. Tumeweza kujua nini kinaendelea Rasa, masuala ya haki za binadamu, masuala ya mazingira kutoka duniani kote, katika hata nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Kwa hiyo uhusiano huo umetunufaisha sisi kama redio kwa kuongeza idadi ya wasikilizaji, na vile vile wasikilizaji wetu kufurahia na kupata habari za ulimwengu kwa wakati unaofaa, kupata habari zinazowafaa kupata maendeleo. Tumesikia yanayoendelea kule kwenye UNDP, yani shirika la maendeleo la Umoja Mataifa, kwenye shirika la mazingira la UNEP, tumesikia kazi za WFP duniani. Kwa hiyo imekuwa ni faraja kwa upande wetu. Tumejua habari kuhusu wakimbizi na kuongeza idadi ya wasikilizaji, hasa jamii ya wakimbizi walioko katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali, wale wanaotusikiliza kutoka makazi ya wakimbizi ya Kiriandongo, ambayo na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Sudani Kusini, Somalia, Rwanda na kadhalika. Kwa hiyo pia tumepata wasikilizaji kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika maeneo ya Ituri. Kwa hiyo nakutakia heri ya mwaka mpya 2026. Jina langu ni Hamad Rashidi, mwandishi wa habari mshirika wa idhaa ya Kiswahili redio Moja Mataifa kwa muda sasa kupitia Tanzania Kids Time. Miongoni mwa mambo ambayo nayatazama ni sehemu ya mafanikio, ni kama chombo cha habari kuendelea kuwa daraja kubwa la kuchagiza maendeleo na kusukuma ajenda za SDGs katika maisha ya Watanzania wa hali ya chini kabisa, kupitia programu za serikali pamoja na miradi ya mashirika ya Umoja Mataifa ambayo tumeichechemua kwa kiwango kikubwa sana katika sekta ya elimu, uchumi, kilimo na mambo chungu mzima ikiwemo masuala ya watoto. Kwa hilo nimeliona ni sehemu ya mafanikio, kwa sababu wadau na mashirika mbalimbali yameendelea kuona Tanzania Kids Time ni mshirika wa UN ambaye anafanya kazi kwa kujitoa na kusukuma ajenda mbalimbali za kimaendeleo kwenye jamii. Miongoni mwa mambo ambayo naweza nikasema yaboreshwe kwa mwaka 2026 katika idhaa ya Kiswahili ni kuandaa pengine makutaniko ya kuwakutanisha washirika wote katika kila taifa, hasa kwa Afrika ya Mashariki, kuona, kujitathmini na kuangalia wanaweza kusonga mbele kwa namna gani, lakini pia kuweza kutambua mchango wa waandishi wa habari ambao wamekuwa wanajitahidi sana kuweza kusukuma ajenda za SDGs. Hii inaweza kajenga ari zaidi kwa waandishi wa habari ambao wamekuwa wanajitoa zaidi, lakini pia kupitia vyombo vyao kuona kwamba Umoja wa Mataifa unaendelea kuwa pamoja nao, kuwaunga mkono katika kila ambacho wamekuwa wanakifanya. Zaidi nachukua nafasi hii kuweza kuwatakia heri ya mwaka mpya washirika wenzetu ambao wako maeneo mbalimbali kote ulimwenguni, lakini pia pamoja na timu nzima ya idhaa Kiswahili redio Moja Mataifa Marekani. Hujambo, kwa majina naitwa Kevin Keitan kutoka Radio Domas nchini Kenya. Na kwa ujumla tumenufaika sana na matangazo ya Umoja wa Mataifa UN, kwani baadhi ya maslahi ya wananchi ambayo hapo awali hayakuwa yakipewa uzito yameanza kupatiwa uvumbuzi. Hii imetokana na ukweli kwamba serikali na vile vile mashirika mbalimbali sasa wanaona kuwa taarifa hizi zinaangaziwa sio tu ndani ya nchi bali pia katika ngazi ya kimataifa. Na napoangalia ni kwamba hali hii imeongeza uwajibikaji na kuchochea hatua chanya katika kushughulikia vile vile changamoto zinazowakabili wananchi. Hata hivyo, wakati mwingine vifaa na rasilimali za kuandaa na kuandikisha habari hizi zimekuwa changamoto kubwa kwetu. Na hivyo kwa msingi huo napendekeza kuwepo kwa usaidizi zaidi wa rasilimali
ili kuongeza ufanisi wetu katika kuandaa na vile vile kusambaza taarifa hizi muhimu kwa jamii na vile vile dunia kwa ujumla. Na kwa kumaliza, napenda kuchukua nafasi kuwatakia nyote salamu za heri za mwaka mpya, tukitarajia mwaka wenye mafanikio zaidi na ushirikiano uliomarika wa 2026 ama mwaka wa 2026. Asanteni sana na uwe na baraka tele tele. Kwa heri. Shukran sana washirika wetu wote kwa salamu hizo na maoni. Na sasa nimkaribishe mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa Flora Nducha. Karibu sana katika studio hizi. Bila shaka ni eneo lako la kazi. Asante sana Arnold. Asante sana. Umesikia maoni hayo? Nimeyasikia. Una neno gani la kuambia? Kwa kweli washirika wetu popote mlipo na katika majukwaa yetu yote, kuanzia televisheni, radio, washirika wetu wa mtandaoni, lakini pia kwenye majukwaa yetu ya kijamii ikiwemo X na YouTube, napenda kusema asante sana kwa kuwa nasi kwa mwaka mzima wa 2025. Kwa kweli tumeshirikiana vizuri, tumefanya vipindi mbalimbali, tumepata washirika wengine wapya mbalimbali kupitia matangazo yetu yanayokuja kupitia kwenu kwenye majukwaa mbalimbali. Kwa hilo nasema asante kwa kutuunga mkono, lakini kwa kufanya kazi pamoja nasi. Napenda kujulisha kwamba mwaka 2026 hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kutakuwa na mabadiliko. Na hayo mabadiliko pia mtashuhudia katika vipindi vyetu ambavyo tutakuwa tukiwaletea kupitia majukwaa yetu mbalimbali. Na nakuomba tuendelee kushirikiana na pia tupe maoni yako, yapi zaidi ungependa kuyasikia kwa mwaka 2026. Basi kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa nasema asante sana kwa kuwa nasi kwa mwaka 2025. Tutarajie mwaka 2026 wenye mabadiliko na mageuzi kutoka hapa Umoja wa Mataifa, na kutakia kila laheri popote ulipo, baraka tele na fanaka kwa mwaka 2026. Asante sana. Heri ya mwaka mpya. Asante Arnold. Asante sana mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa Flora Nducha, na mimi nakutakia mwaka mpya mwema wa 2026. Bila shaka nawe pia na familia yako, lakini na familia hii ya Umoja wa Mataifa. Asante sana. Asante sana. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi kwa mwaka huu. Ningesema tukutane tena Alhamisi kwa jarida, lakini siku hiyo tutakuwa na mapumziko ya mwaka mpya. Kwa hivyo tukutane Jumanne tarehe 5 ya Januari 2026 panapo majaliwa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani. Mwaka mpya mwema.